waandishi wa habari, kwanza kabisa nimefurahi sana kuona ujio hapa Kariakoo, China ndogo hapa kwenye duka kubwa la King D. Huyu unayemwona hapa King D ni moja kati ya mahombo, ni moja kati ya watoto ambao tumezaliwa Kigoma, tumekulia Kigoma pamoja. Leo hii ametuvuka na ameweza kutufikia na kuweza kunilipa pesa kwa ajili ya kuja kumtangazia biashara yake. Hongera sana King D. Sawa bwana. Maisha ni kuongezana, maisha ni moja. Kama unawaza kununua kifaa cha pikipiki katika nchi ya Tanzania, basi kitu cha kwanza kichwani kwako lazima uiwaze China ndogo ambao ni hapa kwenye maduka ya King D. Na alichokifanya King D katika faida yake ambayo alitakiwa kuitengeneza, amepunguza 30% ya bidhaa zote za pikipiki ambazo zitauzwa kwenye maduka yake ya King D au tunasema China ndogo. Kama kuna sehemu walikuwa wanakuuzia plug ya pikipiki shilingi labda 10,000 tuseme au 15,000, basi njoo hapa King D upate punguzo la 30% ya kifaa hicho. Kama unataka sprocket ya pikipiki ngumu ambayo unaweza ukaitumia kwa muda mrefu kufanya biashara au kubebea mizigo yako kwenye maduka mengine, kama wanauleta shilingi kwa muda mwingine sasa 15 wanakuuzia 15,000 siku 10,000 ngapi? Sisi hapo ile tunakuuzia shilingi 13,000. Tumepunguza 30%, 20% ya bidhaa zetu zote ambazo tunaziuza hapa King D. Karibu China ndogo. Usibabarike wala usiogope. Mimi Baba Levo sijawahi kutangaza bidhaa yoyote ya hovyo. Sijawahi kumsupport mtu yoyote wa hovyo. Hata kama nimetoka naye kijiji kimoja. Namsupport King D kwa sababu naamini 100% amejikita katika kuhakikisha analeta vifaa original vya pikipiki ili Mtanzania au kijana wa Kitanzania anayefanya biashara ya bodaboda akinunua kifaa hapa adunacho kwa muda mrefu aweze kutengeneza faida. Achaneni kununua miogo, maana kuna watu wengine hawauzi vifaa vya pikipiki, wanauza miogo. Mimi najua pikipiki, mimi najua vifaa vya pikipiki, mimi naendesha pikipiki. Madhara ya kununua mnyororo feki, miogo, madhara yake ni makubwa, kwa sababu unapoendesha pikipiki kwa spidi, mnyororo kikatika, unaenda kujifunga kwenye tairi la nyuma na unajipiga breki ambayo wewe hukuitarajia. Tafsiri yake ni kwamba utapumzika kwenye lami, utaacha jinsi, utaacha paja, utaacha bosa kwenye lami. Achaneni kununua vifaa katika maduka ambayo yanauza vifaa miogo.